Inatubidi kwa kweli kusali kila wakati, lakini hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma inafaa tupeleke maombi yetu kwa Mungu kwa kukesha pamoja na Kristo kwa juhudi zaidi. Tuombe kwa ajili ya kanisa. Mungu Baba Mwenyezi, tunaombea makanisa. Mungu Baba Mwenyezi, tunaombea makanisa zote duniani kote. Tuwemo kanisa yetu ya Roman Catholic. Naombea viongozi wote wa kiroho. Endelea kuwainua na kuwachochea kazi yao kila wakati, ili kazi iendelee katika shamba yako. Tunakushukuru kwa sababu wakati huu umeteula padri wetu mpendwa Samuel. Nasema asante kwa sababu imekuwa mapenzi yako. Endelea kumuinua katika kazi yake, ili umjaze Roho Mtakatifu, kazi yako iendelee mbele katika shamba yako. Na tukasema asante. Aendelee kuchunga kondoo zako kwa njia yako. Tunaomba Baba, tuombe kwa ajili ya serikali wakiwemo viongozi wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya viongozi wetu ambao waliteua kwamba wakaweze kutufanyia kazi katika hii nchi yetu, ukaweze kuwapa hekima na maarifa. Baba, twakuomba. Tuombe kwa ajili ya mahitaji yetu Baba, katika jina la Mwana Yesu Kristo. Tunakuomba ya kwamba kuna mahitaji mbalimbali, na tunaombea wote walio na hitaji lolote ndani ya mioyo yao, ya kwamba ukaweze kukutana na haja ya mioyo yao. Baba, tunakuomba. Sala kwa ajili ya wito. Mungu Baba, katika shambani lako uko kazi nyingi, na kuomba Mungu uwaide vijana wengi wasongee katika kazi yako katika parokia zetu kote. Baba, tunakuomba. Sala ni kwa ajili tunalothubutu kuomba kwa sala zinazostahili tulipate kwa huruma yako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sadaka vitakuwa karibu nawe. Taomba kwa ajili ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Unyanyuke, utembee, ulete sadaka yako. Wimbo wa sadaka. Sadaka tukuwe tayari. Kiongozi wa kidisi nifanyie msamaha na
Poleni maandamano. Vituo zote tuko pamoja, tunasindikisha sadaka ya shilingi 7,700. Zote tusimame. Wimbo wa maandamano, familia na Wakristo wote. Zote makofi kushukuru Mwenyezi Mungu, zawadi ya padri wetu Samueli. Ay,
ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako takatifu. Ee Mungu uliyepanga siku na nyakati kwa enzi na wema, uridhike na vipaji ambavyo kwa neema yako nimevipokea, na kwa nguvu ya sadaka hii uiongoze nyoyo ya waamini na makuhani, ili kundi lisiache kumtii mchungaji, wala lisitindikiwe uangalizi wa mchungaji, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na awe nanyi. Rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru daima na popote, Ee Baba uliye mtakatifu, kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo. Neno wako ambaye kwa njia yake uliumba vitu vyote, ndiye uliyemtuma kwetu kama Mwokozi na Mkombozi, akafanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira. Kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu, alipanua mikono yake alipoteswa msalabani, ili angamize mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako, tukisema kwa sauti moja: utukufu wako. Hosana juu, hosana, 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 mbinguni, hosana, 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 kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana. Hosana juu, hosana, 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 hosana mbinguni, hosana, hosana, hosana juu, hosana, 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 hosana juu mbinguni, hosana, hosana. Ee Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Ee Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akakushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema:
Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo hivyo, baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki na kuwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana, tunatangaza kifo chako. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, na kutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu, tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Francisco wa Assisi, simamizi wa shirika letu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yako mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Pende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Mark, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Yake ya kimungu tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu
kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Mungu wetu ni wa amani. Kanitoa chini kaniweka katika ndoa, katika niweka juu. Mungu wetu ni wa amani. Kanitoa chini kaniweka katika ndoa, katika niweka juu. Mungu wetu ni wa amani. Mungu wetu ni wa upendo, Mungu wetu ni wa upendo, Mungu wetu ni wa upendo. Mungu wetu ni wa upendo, Mungu wetu ni wa upendo, Mungu wetu ni wa upendo. Kanitoa chini kaniweka katika ndoa, katika niweka juu. Mungu wetu ni wa upendo. Kanitoa chini kaniweka katika ndoa, katika niweka juu. Mungu wetu ni wa upendo. Mungu wetu ni wa furaha, Mungu wetu ni wa furaha, Mungu wetu ni wa furaha. Mungu wetu ni wa furaha, Mungu wetu ni wa furaha, Mungu wetu ni wa furaha. Dhambi za ulimwengu utuhurumie. Ee Mwana-Kondoo, uondoaye dhambi za ulimwengu utuhurumie. Ee Mwana-Kondoo, uondoaye dhambi za ulimwengu utuja. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Na Mwokozi Yesu
mara baada ya komunyo. Na kuomba unijalie ili kwa kushiriki katika mafumbo haya niweze kutenda yale yaliyoadili na kuhubiri yale yaliyo kweli, kusudi kwa kutenda na kunena nipate kuwafundisha waamini katika neema yako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Inamisheni vichwa vyenu kwa baraka kuu, na baada ya kila kipengele sote tuseme amina. Mungu Baba wa mianga, aliyependa kuziangaza akili za wanafunzi kwa kuwamiminia Roho Mtakatifu mfariji, hawajalieni kuifurahia baraka yake kwa kujaa daima mapaji ya huyo Roho. Moto ule wa ajabu ulionekana juu ya wanafunzi uitakase mioyo yenu na kila uovu na kuifanya iangaze kwa kuimiminia nuru yake. Na Mungu aliyependa kuunganisha lugha mbalimbali katika ungamo la imani moja